Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya asubuhi ya Anza Siku na Bwana inayokuja kwako na mimi Pastor Miamba, na nikutakie Jumapili njema unapoisikiliza ibada hii. Yamkini umeshindwa kwenda kanisani, lakini shikamana na ibada hii. Na leo ni mfungo wetu, tunaendelea pia kushikamana na ibada hii. Na tunaenda kusikia kutoka katika kile kitabu cha Mithali sura ya 24 mstari wa 10. Biblia inasema, ukizimia siku ya taabu, nguvu zako ni chache. Ukizimia siku ya taabu, nguvu zako ni chache. Tunaongelea kwa habari ya nguvu katika ulimwengu wa roho, vile ambavyo zinaweza kukusaidia katika kufanya mambo yote. Na tunaona Mungu akitaka kusaidia kwa namna iwayo yote, anakutia nguvu. Lakini pia shetani akitaka kukuangamiza, anakuibia nguvu. Tunasikia kwamba Yesu katika kile kitabu cha Luka sura 22 mstari wa 29, mstari wa 39 hadi wa 44, ukisoma pale utakuta Yesu alikuwa akiomba katika mlima Mzeituni, akiomba kikombe kimwepuke cha mateso. Mungu hakumjibu chochote. Biblia inasema malaika alishuka akamtia nguvu. Ilikuwa tu ni strategy za kumfanya Yesu alitimize kusudi. Hata wewe Bwana akitaka kusudi fulani litimie kwenye maisha yako, atakutia nguvu. Na tunaona Mungu anaeleza kwa habari ya wana wa Israeli alipokuwa akiwapeleka katika nchi ya hadi inayomiminika maziwa na asali. Moja ya vitu ambavyo Mungu aliwapa wana wa Israeli wakiwa wakielekea ile nchi, na kilichokuwepo pale kwenye ile nchi, ukisoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati ile sura ya 8 mstari wa 18 pale, utaona maandiko yanaeleza kwamba Mungu anawaambia yeye amewapa nguvu, awapae nguvu ya kupata utajiri. Kuna namna unahitaji nguvu ili upate utajiri, nguvu ya rohoni ili upate utajiri. Kwa tunaona katika ulimwengu wa roho, unapoongelea nguvu, unaongelea jambo kubwa sana, kwa sababu adui akitaka kukuangamiza lazima kwanza aje aiondoe nguvu ndani yako, kama kuuzimisha ule moto ndani yako. Halafu baada ya kuiondoa nguvu ndani yako ndio akuvamie. Sasa tunataka tuone jinsi ambavyo hata wewe ulivyokuwa ukiinuka kiroho, uliinuka kwa nguvu. Yani nguvu ilipoongezeka na rohoni kukaongezeka. Tunaona maandiko yanasema ule mtoto akakuwa akaongezeka nguvu rohoni, kwamba kulikuwa kuna namna ile nguvu ilivyoongezeka. Yule mtoto alikuwa akipimwa si kwa kukua viungo tu, ama sio kwa kukua na kuongezeka urefu tu, lakini ilipimwa na nguvu rohoni. Jambo ambalo ni muhimu sana kwenye maisha yako, kupima nguvu rohoni. Ukipima nguvu rohoni, tunakuta ile ndoto aliyoota mfalme. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Daniel, unakuta ile ndoto inatafsiriwa, anasema mene mene tekeru na peles. Anasema umepimwa katika mizani, umekuta umepungua. Alipimwa nguvu katika mizani. Katika ulimwengu wa roho ipo mizani ya kupima nguvu. Halafu ukikuta mene mene tekeru na peres, kwa maana ya kwamba mizani inasoma ya kwamba nguvu imepungua. Hujawahi elewa kwa nini shetani anawafanya watu wengine wasisikilize ibada hizi Anza Siku na Bwana. Hizi ibada kusikiliza unahitaji nguvu. Huu sio wimbo ule wa bongo flavor, ama huu sio wimbo ule wa vitu vingine vya kidunia, zile secular unazozisikiliza kwa taratibu ambazo hazikuongezei kitu ndani. Hii ni sauti ya muujiza wako. Unaposikiliza Anza Siku na Bwana, ni sauti ya muujiza wako, ni sauti ya hatima yako, ni sauti ya Mungu kupitia mtumishi wake. Unahitaji nguvu. Jambo lolote la namna hii linahitaji nguvu ya kusikia. Na ndio maana si kila mtu tu anaweza akawa na nguvu ya kusikia. Mtu mwingine analalamika, anasema mchungaji, mimi kila nikifungua ibada nalala hapo hapo. Nini maana yake? Hata kusikia unahitaji nguvu ya kusikia. Kwa hiyo jambo la rohoni ambalo unatakiwa ulielewe
ni kwamba ile nguvu ambayo Mungu anakupa ni kwa ajili ya ushindi wako, ni kwa ajili ya neema ya kushinda. Na ndio maana anasema hata siku ya taabu ukizimia, ujue nguvu ni chache. Kwa ili utembee kwenye ushindi, ni lazima nguvu ziongezeke sana ndio uweze kutembea kwenye ushindi. Sasa nataka twende mbele za Bwana tunapoenda kuanza huu mwaka na mifungo hii ya kwanza mwaka. Mungu atutie nguvu, atupe nguvu ya kushinda dhambi, atupe nguvu ya kupata utajiri, atupe nguvu ya kukaa kwenye uwepo wake, atupe nguvu ya kuweza kupokea uzima na uponyaji kutoka kwake, atupe nguvu katika mambo yote ili tupate kutembea katika ushindi, na mwaka uwe ni mwaka wa matendo makuu ya Mungu, uwe ni mwaka wa miujiza, uwe ni mwaka wa ishara. Ni lazima Bwana atutie nguvu. Nataka twende mbele za Bwana tumwambie Mungu, tunaomba ututie nguvu siku ya leo. Malaika wako yule yule aliyemtia nguvu Yesu alipokuwa akiomba, malaika yule yule aliyemtia nguvu Yesu mara baada ya kushinda majaribu pale alipokuwa katika mfungo siku 40, Mungu akaachilie malaika yule yule kututia nguvu katika mahali ambapo tunahitaji kuvuka. Nataka nikuulize, ni mahali gani ambapo natamani kuvuka? Bwana kutie nguvu. Nataka mtu mmoja aangalie ni mahali gani ambapo kimsingi anasema, Mungu, ninaomba hapa unitie nguvu. Unitie nguvu. Lazima upate nguvu ya kuweza kuolewa. Kuna nguvu ya rohoni inayoleta mchumba wako kutoka mashariki ya mbali. Lazima kuna nguvu za rohoni. Kuna nguvu ya rohoni ya kuwaleta watu waliozibeba baraka zako. Ipo nguvu ya rohoni ambayo unatakiwa kuwa nayo. Yule mtoto alikuwa akaongezeka nguvu rohoni, maana yake alianza kuwa na mvuto. Kuna namna unahitaji nguvu ya rohoni, kuwa na mvuto, kupata mvuto kwa watu, kupata mvuto kwa mume wako. Ukiona umepoteza kibali kwa mume wako ama kwa mke wako, omba nguvu za rohoni. Omba nguvu za rohoni. Utashangaa zinaamsha kila kitu. Nashangaa mtu anasema mimi sina nguvu za kiume, halafu unaenda kula madawa, unaenda sio kula nini. Nguvu za kiume zinaongezeka kwa nguvu za rohoni. Yaani kuna namna unapoongezeka nguvu, kuna mambo mengine na yenyewe yanatiwa nguvu. Usihangaike katika mapito unayoyapitia. Omba nguvu kutoka juu. Halafu Bwana akikutia nguvu, utashangaa sana. Unakumbuka hata yule mama aliyekuwa akitokwa na damu kwa miaka 12. Yesu alivyomponya alijichukulia nguvu. Yule mama alienda kujichukulia nguvu kwenye upinde wa vazi la Yesu. Na ndio maana Yesu alivyouliza mitume wake, akasema kuna watu wamenishika hapa. Mitume akamwambia Yesu, tuko hapa katikati ya watu wengi, mbona wengi hapa, hata mimi mwenyewe nimekugusa. Akasema hapana, mguso huu nimeona nguvu zikinitoka. Kuna namna zile nguvu zimeenda kumtia nguvu mtu mwingine na damu imekauka. Na Biblia inasema mara damu ilikauka mara. Kwa hiyo tunajikuta tunapomwambia Mungu atutie nguvu, tunaongelea kwa habari ya mambo makubwa ya uponyaji wetu. Hata mimi sasa hivi naongea hapa si kwa akili yangu, nimetiwa nguvu na Roho Mtakatifu. Nimeongezeka katika kuongea. Ili niweze kuongea lazima nitiwe nguvu. Na wewe unayenisikiliza, ili uweze kunisikiliza lazima utiwe nguvu. Bwana akupe nguvu. Na ndio maana hata sadaka, sio kila mtu anaweza katoa sadaka. Wewe unaelewa? Kuna watu hapa hata unayenisikia mkini ni uko kwenye kundi la wale wanaosikilizaga tu ibada, yani wanasikiliza tu. Alafu baada hapo anasema asante Yesu ameondoka. Sio kila mtu anaweza katoa sadaka. Mpaka uwe na nguvu za rohoni ndio unaweza kuwa unatoa sadaka na kujiambatanisha kwenye kila ibada. Kama hauna nguvu za rohoni huwezi toa sadaka. Utasikiliza tu alafu utajisikia raha tu kwamba nimesikia tayari. Yaani hii nimeshapokea mradi nimesikia. Haiwezekani ukafanya jambo la kiroho kwa akili ya mwanadamu. Haiwezekani. Lazima kuwe na nguvu. Na ndio maana shetani mpaka utoe sadaka lazima uwe na nguvu. Shetani atakubana, hatakuruhusu kusikiliza ibada tu. Anaweza kukuruhusu. Halafu baada ya hapo ameshika pale kwenye mwisho. Anashikilia mwisho. Mwanzo huko anakuachilia. Anashikilia mwisho, anajua mara baada ya kusikia ni lazima utoe sadaka, anakushikilia pale. Unajikuta umesikiliza ibada, wakati wa kutoa sadaka umefarakana napo, umeondoka na unaona amani. Tayari kuna uharibifu umekutokea. Kwa hiyo nataka twende mbele za Bwana tukaombe Mungu atutie nguvu.
kama we ni miongoni mwa wale ambao wanasikilizaga ibada na hawatoi sadaka, ukaombe Mungu akutie nguvu, ukaombe Mungu akutie nguvu. Lakini kama ni wewe ambaye unashindwa kuomba, muombe Mungu akutie nguvu. Nataka twende mbele za Bwana, Bwana atutie nguvu. Na ukisikia na kutamkia neno la baraka kwamba Mungu akutie nguvu, nataka uwe na ufahamu huu kuanzia leo, na amina yako iwe kubwa sana, kwa sababu kutiwa nguvu ni kwa neema ya Bwana. Tunatiwa nguvu kufanya mambo makubwa, tunatiwa nguvu kuwa wakuu. Nataka niende mbele za Bwana. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai, umetusemesha kwa habari ya nguvu za rohoni, na zaidi ya yote umetufundisha kwa maandiko vile ambavyo tunaweza tukaongezeka nguvu. Na Mungu aliye hai, umesema wakati wa dhiki, katika taabu yoyote, mioyo yetu ikizimia, roho zetu zikizimia, katika taabu zetu, roho zetu zikizimia, hali ya maisha yetu ikizimia, basi nguvu za rohoni ni chache. Mungu aliye hai, ninaomba rehema na neema. Mtoto wako amezimia kwenye mambo mengi, amezimia kwenye mahusiano, yamkini amezimia kwenye uchumba, amezimia kwenye afya, yamkini mtoto wako huyo amezimia kwenye fedha na utajiri, amezimia kwa sababu nguvu zake ni chache. Baba, ninaomba ukampe neema ya kupata nguvu, ukamtie nguvu asubuhi ya leo. Lakini naomba Bwana, mtie nguvu kwa ajili ya mwaka mzima. Mwaka mzima ukawe na nguvu katika jina la Yesu. Roho Bwana, asante, kwa maana tunahitaji nguvu katika kuyaelekea mafanikio ya mwaka huu. Baba, ninaomba ututie nguvu katika jina la Yesu. Ututie nguvu ya kushinda dhambi, ututie nguvu ya kuyaishi maisha matakatifu, ututie nguvu ya kukusikia wewe. Tunahitaji nguvu ya kusikia mambo ya rohoni, tunahitaji nguvu ya kupata maono, tunahitaji nguvu ya kuielewa sauti yako. Baba, ninaomba ututie nguvu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Mtie nguvu hata mtoto wako huyu ambaye anazisikiliza ibada na anakosa nguvu ya kutoa sadaka, kujiambatanisha na ibada. Mungu aliye hai, mtie nguvu. Mtie nguvu mtoto wako ambaye hawezi kusoma neno, mtie nguvu. Mtie nguvu mtoto wako ambaye hajui kuomba na wala hamna nguvu ya kuomba, mtie nguvu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba, nalibariki na kuliinua jina lako. Sifa, heshima na utukufu ni vya kwako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen, amen, amen. Mungu wangu akubariki sana. Basi utashika sadaka yako njema kwa ajili ya kutiwa nguvu katika ulimwengu wa roho. Utashika sadaka, utatiwa nguvu katika ulimwengu wa roho. Utaachiliwa hiyo sadaka yako ya kutiwa nguvu, utaachiliwa katika ile lipa namba ya M-Pesa ambayo ni 577876 au namba za mawasiliano 0713842123 au 0744982517. Na pia kataa kuwa katika lile kundi la watu ambao wanasikiliza ibada halafu hawatoi sadaka. Kataa kabisa kuwa kwenye hilo kundi. Kataa kabisa. Kataa kabisa. Na wewe natamani uondoke huko, na Bwana akusaidie. Mungu wangu akubariki sana. Amen.